Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena katika tafakari yetu ya njia ya msalaba. Na leo ningependa tuangazie vituo viwili, kituo cha 13 pamoja na kituo cha 14. Katika kituo cha 13 na kituo cha 14, tafakari yetu ningependa iwe na mwongozo ufuatao. Kwanza, tutaangazia vituo hivi vyote viwili kwa pamoja, lakini pili ningependa tutafakari kituo kimoja kimoja. Tukianza na ile tafakari ya vituo hivi vyote kwa ujumla ni cha 13 na cha 14. Kituo cha 13 tunaona Yesu anashushwa msalabani, na kituo cha 14 tunaona Yesu anazikwa. Wapendwa, vituo vyote hivi viwili kwa ujumla vinatufundisha kuheshimu mwili wa mwanadamu, yaani kuheshimu hii miili yetu. Ndiyo fundisho la jumla ambalo tunalipata katika hivi vituo vyote viwili. Tunaona wahusika ambao wanatajwa katika maandiko matakatifu. Mfano, ukiangalia Injili ya Yohana ile sura ya 19:38 mpaka 39 inawataja wahusika kama watatu. Inamtaja Yusufu Arimatea, inamtaja Nikodemo pamoja na mama yetu Bikira Maria. Hawa wote watatu kwa kweli wameonyesha fika kwamba mwili wa mwanadamu unastahili heshima, hasa pale walipoupa heshima ya pekee mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, licha ya kwamba ulikuwa tayari hauna uhai. Sasa tunaona kwa Yusufu Arimatea, licha ya heshima aliyokuwa nayo, kwamba yeye anasemekana alikuwa moja kwa moja mshiriki katika ile baraza ya Sanhedrin, lakini pamoja na hayo tunaona kabisa kwamba anauacha ule usika wake, anaacha ile heshima yake ya pekee, anakuja anamfuata Pilato katika hali ya unyenyekevu, anamuomba amruhusu kutoa mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo na kwenda kuuzika. Kwa kweli anatuonyesha heshima ya pekee aliyonayo katika mwili wa mwanadamu, jinsi ambavyo mwili huu si kama tunavyoutizama kwamba ni kitu cha kawaida, chombo cha kawaida. Lakini tunaona pia Nikodemo, yeye anaonyesha pia uhusika mkubwa wa kuheshimu na kutunza mwili wa mwanadamu, hasa pale ambapo anajitolea kwa ajili ya kuleta manemane, analeta udi, lakini pamoja na sanda. Hivi vyote ni kwa ajili ya maandalizi ya kutunza na kuistai inavyopaswa mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa namna ya pekee tunamwona pia mama yetu Bikira Maria. Mama Bikira Maria anaonyesha pia heshima ya dhati, anakubali kupokea mwili wa Bwana wetu. Baada ya Yusufu Arimatea kuushusha, mama anaupokea kwa heshima kubwa kabisa. Wapendwa, hawa wote wanatufundisha juu ya kuheshimu miili yetu. Mtume Paulo anapoandikia Wakorinto kwenye ile barua yake ya kwanza sura ya 6 aya 19 anawakumbusha, je, hamfahamu kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Tunakumbushwa tuheshimu miili yetu. Na kwa namna ya pekee Mtume Paulo anaeleza kwa undani kabisa sasa katika fumbo la wokovu wetu. Anaonyesha uhusiano uliopo kati ya mwili na fumbo zima la wokovu. Ukisoma kwenye ile barua yake kwa Filipi sura ya 3 aya 21 anasema mwili utafufuliwa. Kwa hiyo mwili unahusika katika tumaini la maisha yajao, katika tumaini la ufufuko. Sasa kama mwili unahusika katika tumaini la ufufuko, moja kwa moja tunapaswa kuupa heshima ya dhati. Lakini pamoja na hayo ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni makazi ya Roho Mtakatifu. Lazima tunakumbushwa katika hivi vituo vya 13 na 14, tunakumbushwa tutunze na kuheshimu miili yetu. Kwa maneno hayo sasa, tusikubali miili yetu. Katika kipindi hiki kwa kweli unaweza ukaonja hapo mambo fulani ambayo kimsingi yanaonyesha kabisa kwamba ni kama dhihaka, yanaonyesha dhihaka ya moja kwa moja juu ya huu mwili mtakatifu. Wapo watu ambao kama ambavyo nimesema hapa kwamba wanautumia mwili kama sehemu mojawapo ya kujipatia raha kwa tendo la uasherati. Tofauti kabisa, huko ni kuchafua mwili. Lakini wapo pia ambao mwili wanaujaza pengine yani wanaona ni kama kifaa, ni kama chombo ambacho unaweza ukakitengeneza unavyotaka. Wapo wanaotengeneza maumbo fulani katika miili yao kwa kweli na kubadilisha pengine hata jinsia, tofauti kabisa na utakatifu wa mwili. Na pengine miili yetu tumefanya wakati mwingine kuijazia sana mambo ambayo haipaswi kuwa nayo. Miili imejaa sijui mapambo ambayo kimsingi hata haikupaswa kuonekana. Mfano mabandia mengi sana, mikoa mabandia mengi katika mwili. Kwa hiyo leo tunakumbusha kwamba katika hivi vituo vya 13 na 14 tuipe miili yetu heshima. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama kituo cha 13 tunamwona Yesu anashushwa msalabani.
Yusufu Arimatea anapomshusha Yesu na kumkabidhi kwa mama Bikira Maria, wataalamu wa teolojia wanatuambia kwamba kitendo hicho kilionyesha moja kwa moja ukamilifu wa sadaka ya Yesu, kwamba Yesu amemaliza kazi yake ya kutuokoa, anamshusha, anamkabidhi kwa mama Bikira Maria. Lakini pia kinatutaka tuweze kutafakari jinsi ambavyo tumekombolewa kwa sadaka kubwa. Tumekombolewa kwa sadaka kubwa. Yesu anakubali kupoteza uhai wake kwa ajili ya sisi kuweza kuwa wazima. Mtakatifu Agustino anasema kwamba Yesu ama Mungu alikubali yeye mwenyewe kujiumiza, yani alikubali kuondoa uhai wake ili sisi tuweze kuwa na uhai. Ni upendo ulio wa ajabu. Tunaona hata kama mwinjili Yohane pia anatukumbusha kwenye ile sura ya 13 aya ya kwanza, anasema kwamba kwa kweli Mwenyezi Mungu na kwa namna pekee Bwana wetu Yesu Kristo, nafsi ya pili ya Mungu, alitupenda kwa upendo wa ajabu. Na ndio maana sasa tunaona Bwana wetu Yesu Kristo katika tafakari ya hiki kituo cha 13, kwa kuwa tumeangazia na kuona kwamba tumekombolewa kwa gharama kubwa, kwa sadaka kubwa kabisa. Yesu anatukumbusha, mtu yoyote akitaka kunifuata mimi, ajikane mwenyewe, abebe msalaba wake na anifuate. Kwa hiyo tunakumbushwa maisha ya sadaka, na sadaka isiyokuwa na hatima, sadaka mpaka pale hata sisi wenyewe tutakapoonyesha kwamba tumeitimiza. Mwinjili Luka kwenye ile sura ya 9:23 kwa kweli ndiye anayetoa hayo maneno kwamba ukitaka kunifuata mimi, jikane mwenyewe, bebe msalaba wako, ndipo uji. Kwa hiyo tunakumbushwa maisha ya sadaka. Tutafakari kwamba katika Ukristo wetu tunajitoa sadaka kiasi gani? Je, mimi niko tayari kweli kuumia kwa ajili ya mambo yanayomhusu Mungu, pengine hata jirani yangu? Na kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa tujinyime, tujisadake kwa ajili ya wenzetu wasiokuwa nacho, wahitaji. Hiyo ni sadaka. Kituo cha 13. Kama sisi tunashindwa tu kujitolea vitu vyetu vya kawaida kuwasaidia wahitaji, lakini tunaona Yesu ametukomboa kwa gharama kubwa, anapoteza uhai ili sisi tuweze kuwa na uzima. Anajitia madonda ili sisi tuweze kupona. Huo ni upendo wa ajabu na ni sadaka kubwa sana. Kwa hiyo tunaalikwa sadaka yetu isiwe nusu-nusu. Tukubali na tuwe tayari kuonyesha moyo wa kujitoa sadaka. Kama ambavyo Yesu anashushwa msalabani na kukabidhiwa kwa mama Bikira Maria, kuonyesha kwamba kweli ameitimiza sadaka yake. Sisi nasi tudumu katika sadaka, tudumu katika maisha ya utakatifu mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atatuchukua sasa na sisi kusema kwa kweli tumeitimiza, tumeikamilisha hii safari ya maisha yetu. Kituo cha 14 pia tunaona kikieleza kwamba Yesu anazikwa. Kwa kweli kitendo cha Yesu kuzikwa kaburini moja kwa moja kinaingia katika teolojia ya ubatizo wetu, kwamba katika ubatizo sisi nasi tulizikwa pamoja na Kristo na tukafufuka pamoja naye. Haya tunayapata, maneno haya tunapata katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 6 aya ya 4, kwamba tulizikwa pamoja na Kristo katika ubatizo na tukafufuka pamoja naye. Sasa ili inamaanisha nini? Sasa tunaposema tulizikwa, tulikufa, tukazikwa, maana yake maisha yetu yote ya zamani tuliyaacha, tukaanza kuishi maisha mapya na matakatifu. Kwa hiyo tutaonekana kweli kama watu waliofufuka baada ya sisi kuwa tumezikwa na Yesu, kama tu mwondoko wetu, maisha yetu yataonyesha upya tofauti na yale tuliyokuwa tunaishi mwanzo. Kuna shida kubwa sana kwetu sisi wa Kristo. Kwa kweli hatupendi kufufuka, tunang'ang'ania kaburini. Ninaposema tupendi kufufuka, tunang'ang'ania kaburini, na maanisha nini? Kwamba tunatamani zaidi kuendelea kubaki katika yale maisha, katika yale matendo ya nyuma kabisa kabla tujabatizwa. Kitendo hicho kwa kweli kinatafasiriwa kama kubaki kaburini, kukataa ufufuko. Lakini leo tunakumbusha kwenye kituo cha 14 kwamba kwa kuwa tulizikwa pamoja na Kristo katika ubatizo, tunapaswa kufufuka. Tuishi kama Wakristo wapya. Tuishi kama watu ambao kwa kweli tumepokea ubatizo. Tuyaache mambo ya kale na kudumu na kuenenda katika mambo yaliyo matakatifu. Lakini mambo haya yote yatawezekana tu tukimshirikisha Mwenyezi Mungu. Mama yetu Bikira Maria anatupa fundisho kubwa sana ili tuweze kuyafanikisha haya yote kuyaishi. Kwamba ukijaribu kuyachora maisha yake yote, anaonekana ni mama ambaye alidumu katika imani na kuyapokea mapenzi ya Mungu. Toka mwanzo anapashwa habari ile Injili ya Luka sura ya 2:38, anasema mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena. Anakubali kuyapokea mapenzi ya Mungu kwa imani kubwa sana. Lakini tunaona hata katika Injili ya Yohana sura ya 2 aya ya kwanza na kuendelea,
tukio la Kana, anawaambia lolote atakalowaambieni fanyeni. Ile ni kuonyesha pia kwamba ni mama ambaye aliishi katika hali ya imani kubwa sana na kwa kumtumainia Mungu na kuyaishi mapenzi yake. Sasa tunapokumbushwa haya maisha ya kujisadaka, sasa kituo cha 13, sadaka inayodaiwa hapo ni pamoja kuyakabili yote, changamoto zetu zote, magonjwa na nini, lakini tu tukiwa na tumaini kwa Mungu, hasa tukijaa imani ya kuyatanguliza mbele mapenzi ya Mungu. Baba Mtakatifu Francisco katika ile tafakari ya njia ya msalaba tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2024 aliweza kusema kitu fulani kwamba maumivu yakivukwa na upendo huzaa matunda ya wokovu. Kwa hiyo changamoto zetu zote tunazozipata lazima zitawaliwe na upendo. Tukizishika na kuzipokea kwa njia ya upendo, hiyo ndiyo sadaka ambayo Yesu anaitaka, na matunda yake yatakuwa ni wokovu. Basi nawatakieni tafakari njema ya kipindi hiki cha Kwaresima, na kwa namna ya pekee tusubirie kwa furaha kubwa sana ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukitumainia kwamba katika huo ufufuko sisi nasi tutafuka pamoja naye. Basi Mwenyezi Mungu apende kutubariki sote, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.